Tuanze la kwanza katika muktadha wa sherehe na masomo tuliyasikia, alafu tutauliza swali: kwa nini uchaguzi wa kujitokeza kwa wale wachungaji kwanza, na baadaye Mungu huyu anayekuwa anakuja kwetu bila shida, ila sisi sasa nafasi yetu tufanye nini? Tuondoke na nini katika haya yanayojitokeza? Kwa masomo tuliyosikiliza hata yale ya mwanzo kabisa, kabla ya kuanza, kabla ya utukufu, yote yanasimulia juu au yanathibitisha kufanyika mwili, ni umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, the incarnation. Kwa hiyo hilo ndio la kwanza, yote yanadhihirisha hivyo. Hata sensa, kwamba sensa inafanyika, ambapo tunauliza kwa nini sensa. Kwa kawaida sensa huwa inafanyika kwa hoja mbalimbali, lakini katika utawala wa Kirumi sensa ilikuwa ina hoja mbili tu. Ya kwanza, kuwapata vijana tayari umri wa kwenda vitani. Ile ilikuwa hoja ya kwanza ya kufanya sensa, wapatikane wale wa umri wa kwenda vitani. Ninyi hapa karibu wote mgeni. Halafu ya pili, hoja ya pili ilikuwa masuala ya kutoa kodi, kusudi watu wasilale mbele waweze kutoa kodi. Na kodi hiyo, unajua Wayahudi hawakupenda sana kutoa kodi, kwa sababu kodi ilitozwa sio kwa sababu ya kuwafaidia Wayahudi. Kodi ilitozwa ili iende huko. Ndio maana tunavyosoma kama watoza ushuru walichukiwa na Wayahudi, ni katika hoja hii kwamba walikuwa kama vibaraka leo wa chama chao wa Roma. Walikusanya kodi si kwa sababu ya Wayahudi, ila kwa ajili ya hao. Kwa hiyo moja inaonyesha kwa nini kulikuwa na sensa hiyo. Nadhani hasa la pili, kwamba kodi, watafuti walipa kodi wasijifiche, wapatikane wanatoa kodi. Ndipo hilo linampata hata Yosefu na Maria katika utaratibu kabisa wa mambo yanayofanyika na wanadamu, na Yesu anayefanyika mwili, mwanadamu anaingia katika mkumbu huo wa kwenda kuhesabiwa, ijapo yeye akuwa tayari anaenda kuhesabiwa baadaye, anataka baada ya kuzaliwa. Lakini Yosefu na Maria ilikuwa wanaenda kwa mujibu wa sensa hii, na wenyewe wakahesabiwe, ambako hasa Yosefu mwenyewe alikuwa anatoka. Kwa hiyo hata safari ya kwamba Yosefu na Bikira Maria wanaanza safari, anza za safari hizi, yona pale rafiki yangu Ezekiel anasema tangulia nikulinde, kwamba Maria aende mbele ili afanye kazi yake ya kumlinda. Yesu anaingia kabisa katika anga hizi za binadamu, mahangaiko ya binadamu. Kwa hiyo unajua, mtakapokuwa mnasoma theology, mmeenda mbele au wapi, kuna watu wanaobishana kwamba kuna the Christ of history and the Christ of charisma, kwamba ni Kristo mwenyewe origin na Kristo aliyetangazwa na hawa mitume. Lakini ukweli ni huu. Sasa yote tunayofuata hapa yanadhihirisha Kristo katika historia, sio ametangazwa kama ameibuliwa. Ni Kristo ambaye amezaliwa kweli kama mwanadamu, akaingia katika historia hii kabisa, ambayo ni ukweli wa kihistoria. Kwa hiyo yote haya yanadhihirisha hilo katika kudhihirisha umwilisho wa Kristo, kwamba amekuwa kweli mmoja pamoja nasi, amekuwa mwanadamu pamoja nasi. Swali lingekuwa la pili linalofuata, kwa nini wachungaji
Kwa nini hawa malaika waende kwanza kwa wachungaji na sio kwa watu wenye nafasi na ofisi zao? Ujumbe gani tunaweza kuupata katika hili? Ni kwamba wachungaji, tunao wachungaji hata nchi yetu ya Tanzania. Kisema wachungaji, najua watu wa shughuli zaidi na nini. Sasa wachungaji kwa wakati huu, kinyume na wale wa Orthodox, wachungaji walikuwa si watu wanaoweza kufuata taratibu zile wanazofuata wenyewe, wanaojiona sheria, yanayoongozwa na sheria. Mnajua hata namna ya kunawa, namna ya kufanya mambo yote kufuatilia. Hawa wachungaji walishindwa kufuata hayo. Sababu gani? Sababu ilikuwa waondoke hapa kwenda sehemu nyingine kutafuta malisho na kama kawaida, na hivi muda huu wa kutulia wajifunze taratibu za jamii haukuwepo. Na kwa sababu hiyo, kwa hoja hiyo, walitazamwa kidogo kama watu wa chini, tabaka la chini katika jumuiya ya wakati huu. Lakini Yesu ndio anaanza kujifunua kwa hao watu wa kawaida kabisa. Hapo somo linakuja moja kwa moja. Kwa nini kujifanya mwanadamu huyu Yesu Kristo? Tunaanza kufanya kwamba yeye yuko tayari kufanya yeye mmoja nasi ili tuweze kupata namna ya kumfuata, namna ya kumwiga. Lakini sio amewaendea tu wale wenye nafasi, unaitwa wanyonge wakabaki wanyonge. Amaanza huko kwa wanyonge, na hawa wanyonge baadaye wanaanza safari ya kwenda kumtafuta aliko. Hivi ndivyo alivyojifunua huyu Kristo kwetu. Sasa katika somo la pili, tukiendeleza hiyo ya uchaguzi wa wanyonge, si kwamba wenye nafasi ya pekee, ndipo ujumbe unakuja kwetu sote juu ya kujifanya mwanadamu, ikabaki tu kwetu sisi. Yesu kutoka Mungu mwenyewe kwa njia ya mwanaye, tuseme, anaazimia kukomboa ulimwengu. Ingeweza kusema kukomboa ulimwengu wote. Unajua, katika lugha tunaposema Emanueli, Mungu pamoja nasi, si kumbuki, lakini kuna watu fulani wanaoongelea juu ya Emanueli, Mungu pamoja nasi, ambao lugha yao inaitwa mchanganuo. Mchanganuo wenyewe unakaa hivi. Kuna watu wa mashariki wakisema kasama nati na ngios, Mungu yuko pamoja nasi. Hiyo nati ni wote, ni kila mtu, kila mwenye kutaka kuingia anaingia. Lakini wangebagua kama walivyokuwa nafanya hawa Orthodox, kusema hawa wachungaji ni wa tabaka la chini, wangesema kasama nami andios. Nami maana yake nyinyi tu, kundi fulani, tunavyozoea kusema kwa kweli. Unaposema kasama nami, sio wote, unaongea na hili kundi tu, wengine umewaacha kule. Lakini katika lugha ya watu ni kasama nami na ngios. Mungu anakuja kwa ajili awe katikati yetu, ili mradi wewe unatafuta nafasi hiyo na unaiendea hiyo nafasi. Anakuja huyu, sio tufanye sherehe. Nashukuru sana mmepanga. Baba Chiwangu leo kule alipowekwa Yesu tumepangwa namna ya pekee, kwa sababu hawa jamaa wako wamebaki. Walipokuwa wanaenda nyumbani, masista walikuwa wanajitahidi waliopo. Lakini kulikuwa kama kuna miti mingapi hivi na nini, na mimi pale nikikaa pale ilikuwa nafasi. Naona sasa hivi kuna msitu pembeni, kama mbona kutoka kule kuondoka. Mmepamba safari. Nashukuru sana kwa kupamba huku na kwa kuimba huku na kwa yote mliyefanya. Mimi nitaka niende nje nikaangalia, nikaona hapa hasa niliona kuna kufunua, nikaona pale kwa kufunua ndio nitakapopotea sauti yangu. Kwa hiyo nikasoma yote ni kufanya sherehe, kupamba. Lakini si ndugu zangu, sio vitu vya nje, sio
sio kuacha mishumaa yote hii. Ndiko kwa msingi kwa huyu anayekuja kuwa pamoja nasi. Ni kubadilika katika nafsi zetu, mioyo yetu, namna ya kufikiri, namna ya kutenda. Mmekuja hapa wote, mnajua mnachokifuata, lakini binadamu alivyo, unaweza kusahau baadaye ukaanza kugombana na watu kuhusu vitu vingine visivyokuhusu. Hata kina dada kule wengi wamekuja kutafuta kibarua, shughuli, lakini unaweza kushangaa baadaye shetani anakuja kwa mtindo, unaanza kuangaika na vitu vingine tu, mashindano ya vitu visivyohusiana. Huyu anazaliwa ili kubadilika katika mioyo yetu. Huyu anazaliwa ili kuishi kwetu, kutenda kwetu, kusitegemee nani anaangalia, nani ananiona, nani anaweza kuniadhibu. Huku kuna kufanya na sisi kila mmoja badilike katika nafsi yake, mtazamo mzima. It's a change of mind in the heart. Ni kubadilika katika kufikiri, ni kubadilika katika kuishi, kutenda, matamanio ya moyo wako. Namna nyingine tumeimba uje, tumeimba uje, amefika, alafu tukukuta bado wewe unaendelea ya kwako. Kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako unaendelea ya kwako, ila tu basi kwamba unaweza, hakuna naye kuona. Hatuendi kwa mtindo huu. Anasema baki kwamba dhambi kufuata mambo, yeye mtakuwa mapadri. Servas kwa mfano, usenge huo kwa mfano. Ni kitu kwa vile kuna sheria. Kwa kuwa sheria inakubana na wewe unaogopa kwa kuwa ni dhambi, kwa hiyo kuna woga. Lakini anasema hivi baki kwamba kuliko kuongozwa na kuogopa, mtu anaweza kuliona jambo lenyewe hili kwangu ni dhambi, unaogopa tu kusudi kukua sawasawa. Utulie na uchukulie kwamba haya ndio maisha niliyochagua. Na hivi ukisema haya ndio maisha niliyochagua, kuna commitment, a sense of commitment. Sio tu kwa sababu unamwona mtu, ila wewe katika nafsi yako unasema this is the life I have chosen. Na hivi kwa upendo unatekeleza hivi, sio kwa sababu sheria inakuru. Ndio maana ya kuja kweli amefika ili sisi tuweze kubadilika, sio nje, tubadilike kutoka ndani. Namna nyingine tumeimba vizuri na pamba, ni vizuri tuendelee kupamba na tuendelea kuimba vizuri, lakini itakuwa ina impact yake ni kidogo kama si kila mmoja kwa anavyoweza kama binadamu akajaribu taratibu kumwiga huyu aliyeachana na Mungu wake huko, akajifanya duni, katoto kuweza kushikwa, wakati katika Agano la Kale Mungu alikuwa yuko mbali, alikuwa hamtiki. Lakini yeye tunapoingia katika Agano Jipya anatufanya tupate nafasi hata ya kumgusa. Sasa na sisi tungeweza kusema itafakari yetu, shuka uokoe, shuka uokolewe. Kwamba wewe mwenyewe kusudi uweze kuokoa wengine, ujifunze kushuka. Hiyo unyenyekevu ambao sio kutembea umeinama, ila kujua maweza yako, kujua una msaada gani kwa wengine, na kujua kwamba hapa yuko mwingine anaweza zaidi kuliko mimi. Maana huo ndio maana ya humility, unyenyekevu. Ni kujua maweza yako, ukatoa na mchango kwenye jamii, na kujua yale ambayo uwezi wengine waweze kwenda mbele, ufikiri kwamba wewe unaweza zaidi. Na kwa mtindo wa Kristo atazaliwa katika nafsi ya kila mmoja. Kristo atazaliwa katika jumuiya yetu. Kristo